Mathayo kwanza 25. Anza na Mathayo 25. Mathayo 25 tutaanzia moja. Sasa tutaanzia hapo sasa. Tusonge mbele. Tasoma kitabu cha Mathayo 25 kuanzia moja. Mathayo sura 25 mstari wa kwanza. Ndipo ufalme wa mbinguni utakapofanana na wanawali 10 waliotoa taa zao wakatoka kwenda kumlaki bwana harusi. 5 wao walikuwa wapumbavu na 5 wao wenye busara. Wale waliokuwa wapumbavu walizitoa taa zao wasitwae na mafuta pamoja nao, bali wale wenye busara walitoa mafuta katika vyombo vyao pamoja na taa zao. Hata bwana harusi alipokawia, wote wakasinzia wakalala usingizi. Lakini usiku wa 8 pakawa na kelele, haya bwana harusi, tokeni mwende kumlaki. Mara wakaondoka wanawali wale wote, wakazitengeneza taa zao. Wale wapumbavu wakawaambia wenye busara, tupeni mafuta yenu kidogo, maana taa zetu zinazimika. Lakini wale wenye busara wakawajibu wakisema, sivyo, hayatatutosha sisi na ninyi. Afadhali shikeni njia mwende kwa wauzao mkajinunulie. Na hao walipokuwa wakienda kununua, bwana harusi akaja, nao waliokuwa tayari wakaingia pamoja naye harusini. Mlango ukafungwa. Halafu wakaja na wale wanawali wengine wakasema, Bwana, Bwana, utufungulie. Akajibu akasema, amin nawaambia, siwajui ninyi. Basi kesheni, kwa sababu hamwijui siku wala saa. Rudia hapo tena. Basi kesheni, kwa sababu hamwijui siku wala saa. Amina. Tosha. Tumsifu Yesu Kristo. Biblia inazungumzia kuhusu wanawali 10 walioondoka kwenda kumlaki bwana harusi. Tumsifu Yesu. Wanawali 10 walioondoka kwenda kumlaki nani? Bwana harusi. Tumsifu Yesu. Hawa ambao wanasema waliondoka kwenda kumlaki bwana harusi. Nataka kuniambia hapa kuna dini hapa. Tumsifu Yesu. Kwa sababu waliondoka, kumaanisha hao ni watu waliookoka, wakatoka katika dunia wakaingia katika uteule. Tumsifu Yesu. Kwa sababu huwezi kuwa katika dini kusema ya kwamba umeondoka kwenda kumlaki. Kuondoka kumaanisha kuachilia. Tumsifu Yesu.
kuondoka, kumaanisha wana wa Israeli ilipofika wakati wao wa kutoka Misri, Biblia inasema walifanya nini? Waliondoka wapi? Misri, wakielekea wapi? Kanaani. Tumsifu Yesu. Nasi ilipotimia wakati, tulikuwa katika dunia, tulikuwa tumetawaliwa na ulimwengu, lakini Yesu alipofika kwetu akatuambia, dunia si yenu bali kwenu ni mbinguni. Tuliweza kufanya nini? Kuondoka katika dunia. Na tulipoondoka katika dunia tulikuwa tunaelekea wapi? Tunaelekea kwenda kumlaki nani? Bwana harusi ambaye ni nani? Ni Yesu Kristo. Tumsifu Yesu. Lakini sasa kati ya hao wanawali 10 ama kati ya hao wateule ambao waliondoka katika dunia, wakatoka katika misingi ya dunia, wakatoka katika misingi ya ulimwengu, wakatoka katika misingi ya dini, wakasema sasa sisi tunaondoka ili tukaende tukamlaki bwana harusi ambaye ndio Yesu Kristo. Tumsifu Yesu. Lakini walipoondoka, shida ikaja ikatokea. Kati ya hawa 10 kulikuwa na wajinga ama wapumbavu wangapi? 5. Na tulikuwa na werevu wangapi? 5. Tumsifu Yesu Kristo. Na sasa hawa wapumbavu waliondoka na taa zao zikiwa na mafuta. Tumsifu Yesu. Kwa sababu wakati tunapompokea Yesu, sisi wote huwa tunaomba, tunapewa toba, tunapata utukufu wa Yesu Kristo. Tumsifu Yesu. Kwa hivyo sisi wote, kwa sababu tunaitwa ni nani? Ni wateule, kumaanisha wote tumebadilishwa, tumekuwa sasa mfano wa nani? Wa Yesu. Tumsifu Yesu. Na sasa walipoondoka, hawa wote walikuwa na taa. Tumsifu Yesu. Kumaanisha wote walikuwa na nini? Na nguvu za Roho Mtakatifu. Haleluya. Tumsifu Yesu. Wote walikuwa na wokovu, wote walikuwa na imani ya kwenda kumlaki nani? Bwana harusi. Tumsifu Yesu. Lakini hao wengine 5 walikuwa na taa zilikuwa zimejaa mafuta. Hawa pia walikuwa na taa zilikuwa zimejaa mafuta. Tumsifu Yesu. Lakini hawa 5 wakasema, wenda mambo ya njia hayajulikani, na kwenye bwana harusi anatoka, safari yake haifanye nini? Haijulikani. Tumsifu Yesu. Hawa wakabeba mafuta mengine katika mitungi. Tumsifu Yesu. Wakasema akichelewa, kwa sababu taa zetu zinaweza waka moto, mafuta ikafanya nini? Ikaisha. Tumsifu Yesu. Hao wakabeba mafuta kando, ambao wakijua kwamba mafuta ikiisha wataweza kuongeza. Tumsifu Yesu. Lakini hao 5 wao walienda tu na taa zao zilikuwa na mafuta, wakasema acha tufanye nini? Wote wakajumuika kwa pamoja, tunaenda kumpokea nani? Bwana harusi. Tumsifu Yesu. Sasa bahati mbaya, bwana harusi akafanya nini? Akachelewa. Aliyosema atakuja mchana hakufika. Tumsifu Yesu. Hao wote wakisubiri nani? Bwana harusi. Wajinga kwa werevu, wote wanafanya nini? Wanamsubiri. Tumsifu Yesu. Katika hiyo hali ya kusubiri, kumbe bwana harusi haikujulikana anakuja saa ngapi, akachelewa. Sasa hao waliokuwa na mafuta kwa taa peke yake, mafuta ikafanya nini? Ikaisha. Lakini hao ambao walikuwa wamebeba extra, wakati masaa ilipofika, wakasikia makelele, na wote wapumbavu na werevu wakasikia nini? Makelele, wakijua sasa ni wakati bwana harusi amefanya nini? Ndio huyo anafika. Tumsifu Yesu. Wote wakaamuka, kila mtu anaenda kumlaki nani? Lakini sasa shida ilikuwa ya kwamba hauwezi kumlaki bwana harusi kama taa yako haiwaki. Umeona hiyo shida? Huwezi kumpokea bwana harusi kama taa yako haifanye nini? Kwa sababu yeye anasema yeye ni nini? Ni nuru. Tumsifu Yesu. Na yeye kama ni nuru, nasi ambao tunaenda kumpokea lazima tuwe nini? Lazima tuwe nini? Tumsifu Yesu. Uweze sema yeye nuru itakuja alafu ingia kwa giza ikutafute wewe ulio katika giza. Yeye akiwa nuru, akija atatafuta wenye nini? Wenye nuru.
Tumsifu Yesu Kristo. Na haya mambo yote hawa watu wote walikuwa wanafahamu. Wapumbavu walikuwa wanajua, na werevu walikuwa wanafanya nini? Wanajua ya kwamba yeye akija ili aweze kutuchukua twende naye, lazima taa zetu ziwe zinafanya nini? Zinawaka. Pale penye litokea shida sasa, huyu bwana harusi waliposikia makelele ya kwamba ni huyo amefika, hasa wanaenda kuangalia taa zao. Hawe revu, kumbe taa zimewaka mpaka mafuta imefanya nini? Imepungua. Hao waliokuwa na mafuta wakajaza nini? Taa zao. Mafuta zikaendelea kufanya nini? Kuwaka. Hao nao kuangalia taa zao zimezima na hawana mafuta ya ziada. Tumsifu Yesu. Wakakimbia kwa wenye nini? Hawe revu, tusaidieni mafuta ili tukafanya nini? Tukajaze taa zetu, kwa sababu tumeona bwana harusi amefanya nini? Amefika. Waambia, hiyo haiwezekani. Mafuta tulio nayo inatutosha sisi. Tumsifu Yesu. Kwa hivyo pengine ukitaka mafuta, nenda madukani mkafanya nini? Mkanunue. Tumsifu Yesu. Mkitaka mpokee nuru, basi ingieni kwa magoti mfanye nini? Mkatobu. Na taa zenu zitafanya nini? Zitawaka. Tumsifu Yesu. Hawa wakaanguka pale, wanaenda kutafuta nini? Mafuta, kwenda kwa magoti, wanatubu, tusamee Yesu, ili nasi kaweze kuwa na nuru, tusaidie tujazwe na nuru kama wenzetu. Wakaomba wakitafuta mafuta kwa maduka, wanatafuta wapi? Waliporudi huku, utapa tayari bwana harusi ameingia. Tumsifu Yesu. Na wale wenye walikuwa na taa zao zinafanya nini? Zina mafuta. Sasa ndio akakuja, tufungulie, tushatubu. Yeye yote ambaye litufanya taa zikaisha mafuta, tumefanya nini? Tumetoka, tufungulie nasi tufanye nini? Tuingie. Yesu akawaambia nini? Alimwambia nini? Ondokeni, sifanye nini? Tumsifu Yesu. Lakini unapoangalia hawa watu, kuna mtaifa hapa, kuna mtu wa dini hapa. Si wote walikuwa ni wanawali, wamepangiwa nini? Harusi. Tumsifu Yesu. Lakini sasa tofauti ilikuwa ni kuwa na mafuta ya kando ya kujaza taa, na wengine hawakuwa na nini? Na mafuta. Tumsifu Yesu. Sasa unapoangalia hawa watu, kwa sababu wote walikuwa ni kitu kimoja, wote walikuwa ni wateule. Tumsifu Yesu. Wamejiandaa kwa sababu ya kumpokea nani? Bwana harusi. Lakini sasa ni kitu gani kilichofanya hawa wakakosa ufahamu wa kutembea na mafuta? Tumsifu Yesu. Ama ni kitu gani kilifanya hawa taa zao zikazima, na hawa taa zao zikawa zinafanya nini? Zinawaka. Tumsifu Yesu. Hawa watu wapumbavu ndio wale ambao Yesu tena alizungumzia neno lingine akasema, mpanzi aliondoka na mbegu kwenda kufanya nini? Kupanda. Tumsifu Yesu. Alipoenda kupanda, kuna zile zilizoanguka wapi? Njiani. Kuna zile zilianguka kwa miba, kuna zile zilianguka kwa mwamba, na kuna zile zilianguka katika udongo mzuri. Tumsifu Yesu. Sasa hapa shida ni mafuta sasa. Na tunaporudi katika akili zetu za kawaida, ni kitu gani ambacho kinaweza mfanya mwanadamu ile imani ambayo aliyoishikilia na mafundisho ambayo aliyoshikilia, kitu gani ambacho kinaweza mfanya huyu mwanadamu ule wokovu aliyoupokea wakaanza kudinimia mpaka itakapofika siku ya kurudi kwake Yesu, wokovu hauko tena? Tumsifu Yesu. Ni kitu gani ambacho kinaweza sababisha? Tumsifu Yesu. Ni nini? Ni dhambi. Tumsifu Yesu. Hawa walipopokea hawa refu walipopokea neno, walishika hili neno na wakazidi kujitakaza kila uchao. Tumsifu Yesu. Na hawa wajinga walipopokea neno, wao walikaa tu wakijua sisi ni nani? Ni wateule. Tumsifu Yesu. Lakini dhambi kwao haikuwa kitu. Dhambi ikija, wako tayari kuingia wapi?
katika dhambi. Tumsifu Yesu. Lakini hawa werevu walikuwa ready, kwa sababu najua bwana harusi anaweza fanya nini, anaweza chelewa, na kwa hivyo kuchelewa kwake hakuwezi kutufanya sisi tukaweza kuingia katika dhambi. Ndiposa unaona hapo chini amemaliza akisema kesheni basi. Tumsifu Yesu. Kumaanisha hawa watano werevu walifanya nini? Walikesha. Tumsifu Yesu. Lakini sasa tunapozungumzia kesha, sio kesha ambayo tunaiona katika dini ya kwamba kila Ijumaa watu wanafanya nini? Wanaenda kesha. Tumsifu Yesu. Sisi tunazungumzia kuhusu kesha ya rohoni. Tumsifu Yesu. Unakesha vipi rohoni? Kukesha rohoni kumaanisha kuishi maisha yaliyo matakatifu, kwa sababu haujui ni siku gani bwana harusi atakapokuja kulinyakua kanisa. Tumsifu Yesu. Kwa hivyo unaishi katika nini? Katika utakatifu. Tumsifu Yesu. Na hiyo ndio kitu ambacho kilitofautia hao wajinga na nani? Na werevu. Tumsifu Yesu. Umeona hapa ya kwamba kuna njozi ambayo imepita ya kwamba wengine wako na sahani ngapi? 2. Tumsifu Yesu. Lakini kulingana na Biblia, mteule anastahili awe na sahani ngapi? Anastahili awe na nini? Sahani moja, kwa sababu roho wa Yesu ni mumo. Hatuna roho mbili kutoka kwa Yesu, uko na roho mmoja. Tumsifu Yesu. Lakini wengine hapa tuko na sahani ngapi? 2. Yaani katika roho yako uko na sehemu ngapi? 2. Kuna sehemu ambayo ukija hapa inapokea neno la Yesu. Tumsifu Yesu. Na uko na sahani nyingine ya kupokea mafi kutoka kwa poti. Tumsifu Yesu. Hizo ni sahani ngapi? 2. Tumsifu Yesu. Unapokuwa hapo kuna sahani ya kupokea nini? Neno la Yesu Kristo. Lakini hapo tu ndani yako tena kuna sahani nyingine ya kupokea maovu yasiyompendeza nani? Yesu. Tumsifu Yesu. Na hivyo ndio vitu vilivyofanya hawa taa zao zikaisha nini? Mafuta. Tumsifu Yesu. Kwa sababu wakati utakapokuwa umesema wewe ni mteule, nimefika wakati unaingia katika dhambi ama unaingia katika mazungumzo ambayo hayahusiani na nini? Na wokovu. Tumsifu Yesu. Yale mafuta ambayo yalikuwa ndani mwako, wewe unafikiri yatabaki? Yatabaki kweli? Tumsifu Yesu. Kumaanisha kila wakati unapoingia katika dhambi, yale mafuta ambayo Yesu alikujaza yanafanya nini? Inakatika. Kila wakati unapoingia katika dhambi, hayo mafuta yanafanya nini? Inakatika. Unapotenda dhambi inakatika. Unapotenda dhambi inakatika. Lakini sasa huyu naye alipokea, yeye anapozidi kutubu na kujitakaza, yeye yake inafanya nini? Inaongezeka. Anapozidi kutubu na kuomba inaongezeka. Anapoendelea katika utakatifu, mafuta inafanya nini? Inaongezeka, mpaka Daudi akasema akaona kikombe chake kimefanya nini? Kimefurika, kwa sababu alikuwa anazidi katika nini? Katika utakatifu. Tumsifu Yesu. Lakini sasa hilo sehemu tuelewe vizuri. Hawa walioishiwa na mafuta kumaanisha walikuwa wamesema wao ni wateule, lakini bado wanatenda nini? Dhambi. Tumsifu Yesu. Kwa sababu unapotenda dhambi, ule utukufu ambao Yesu amekupatia unakatika. Unaingia kwa masengenyo, sehemu inakatika 20%. Unaingia katika manung'uniko, 20% inakatika. Mafuta yaliyokuwa imejaa 20 liters, unapoingia katika dhambi ikakatika 2 liters, 3 liters, 4 liters, 5 liters. Kufika wakati wa Yesu kurudi, 20 liters imefanya nini? Imeisha. Tumsifu Yesu. Na huyu aliyojitakaza, aliyolinda taa yake, aliyeamua kulinda mafuta yake, huyu kila siku yanafanya nini? Yanaongezeka. Neno vile linapita hivi, mafuta yanafanya nini? Inaongezeka. Neno vile linapita, mafuta yanafanya nini? Inaongezeka. Kwa hivyo huyu anazidi kujengwa akiinuliwa, na huyu pia anazidi kufanya nini? Kuporomoka. Tumsifu Yesu. Kwa sababu kila mtu hapa anajitengenezea nini? Njia yake. Tumsifu Yesu. Huyu anajitengenezea ya jehanamu, huyu anajitengenezea ya wapi? Na pia wana ujasiri takapofika siku ataenda mbele za Yesu. Yesu, najua sisi pia tumekuja.
Wote tulikuwa tunashiriki hapo New York. Hata nilikuwa natoa sana kwa sababu ya kazi yako. Si ni kweli? Tulikuwa pamoja na huyu mtumishi. Tumsifu Yesu. Na nakwambia fanya nini? Toka mbele yangu mimi sifanye nini? Wapendwa, watasikiaje hiyo siku? Hiyo siku utasikia vipi? Tumsifu Yesu. Nataka tusome katika Biblia mfano vitu ambavyo vinaweza fanya mtu akaishiwa na mafuta. Kuna ndugu zetu waliotutangulia. Nataka tusome kitabu cha Hesabu 11. Sura ya 11 mstari wa kwanza. Kisha hao watu walikuwa kama wanung'unikao, wakinena maovu masikioni mwa Yesu. Yesu aliposikia hayo, hasira zake zikawaka, na moto wa Yesu ukawaka kati yao, kateketeza katika mipaka ya mwisho wa marago. Ndipo watu wakamlilia Musa, naye Musa akamwomba Yesu, na ule moto ukakoma. Jina la mahali hapo likaitwa Tabera, kwa sababu huo moto wa Yesu ukawaka kati yao. Kisha mkutano wa wafuasi waliokuwa kati yao wakashikwa na tamaa, wana wa Israeli nao wakalia tena, wakasema, ni nani atakaye tupa nyama tule? Twakumbuka samaki tuliokula huko Misri bure, na yale matango na matikiti na mboga na vitunguu saumu, lakini sasa roho zetu zimekauka. Hapana kitu chochote, hatuna kitu cha kutumaini isipokuwa hii mana tu. Na hiyo mana ilikuwa mfano wa chembe za mtama, na kuonekana kwake kulikuwa kama kuonekana kwake bedola. Watu wakazunguka na kuikusanya, kisha wakaisaga kwa mawe ya kuisagea au kuitwanga katika vinu. Kisha wakaitokosa nyongoni na kuandaa mikate, na tamu yake ilikuwa kama tamu ya mafuta mapya. Umande ulipoyaangukia marago wakati wa usiku, hiyo mana ilianguka pamoja nao. Basi Musa akawasikia watu wakilia katika jamaa zao zote, kila mtu mlangoni pa hema yake, na hasira za Yesu zikawaka sana. Musa naye akakasirika. Musa akamwambia Yesu, mbona umenitenda uovu mimi mtumishi wako? Kwa nini sikupata neema machoni pako, hata ukanitwika mzigo wa watu hawa wote juu yangu? Je, ni mimi niliyewatungisha mimba watu hawa wote? Je, ni mimi niliyewazaa, hata ikawa wewe kuniambia, haya wachukue kifuani mwako, mfano wa baba mwenye kulea achukuavyo mtoto anyonyaye, uende nao mpaka nchi uliowapea baba zao? Nipate wapi nyama ya kuwapa watu hawa wote? Kwani wanililia wakisema, tupe nyama tupate kula. Mimi siwezi kuwachukua watu hawa wote peke yangu, kwa kuwa ni mzigo mzito sana wa kunishinda. Na kama ukinitenda hivi, na kuomba uniulie mbali, kwamba nimepata fadhili mbele ya macho yako, nami nisione haya mashaka yangu. Kisha Yesu akamwambia Musa, nikusanyie watu 70 miongoni mwa wazee wa Israeli, ambao wewe wajua kuwa ndio wazee wa watu hao, na maakida juu yao. Ukawalete hata hema ya kukutania, wasimame huko pamoja nawe. Nami nitashuka niseme nawe huko, nami nitatoa sehemu ya roho iliyo juu yako na kuiweka juu yao, nao watachukua mzigo wa watu hawa pamoja nao, ili usiuchukue wewe peke yako. Kisha tumsifu Yesu Kristo. Hapa kuna mambo ambayo tulikuwa tunaweza kuangalia, kwa sababu hao wana wa Israeli walipotoka Misri, wakati Musa alipozungumza nao kuhusu safari ya Kanaani,
walikuwa na furaha. Tumsifu Yesu. Na wote walijazwa na nguvu za Roho Mtakatifu. Tumsifu Yesu. Wakiwa na furaha ya kufanya nini? Ya kuondoka. Mfano vile tumesoma katika Mathayo 25. Tumsifu Yesu. Wakiondoka wakiwa na lengo la kwenda kumlaki nani? Bwana harusi. Tumsifu Yesu. Lakini hao watu walipoenda katika safari, wakafika njiani, wakaanza kufanya nini? Kunung'unika. Wakaanza kufanya nini? Kunung'unika. Tumsifu Yesu. Na walipoanza kunung'unika, kitu gani kilitokea? Hasira ya Yesu ikafanya nini? Ikawaka juu yao. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kunung'unika. Tumsifu Yesu. Kumaanisha hao watu kile kilichowafanya wakakosa uwepo wa Yesu Kristo, jambo la kwanza lilikuwa ni kufanya nini? Ni kunung'unika. Kwa hiyo safari ambayo walifanya nini? Walikuwa wanaelekea. Na sasa kunung'unika kwao, manung'uniko yote yalikuwa yanamwelekea nani? Musa. Wakimwambia Musa, wewe kwa nini ulitutoa Misri? Tumsifu Yesu. Ukatufikisha hapa. Ona vile tunapitia katika shida. Tumsifu Yesu. Na kumbe wanaponung'unika, haya manung'uniko naye yanamfikia nani? Yesu. Tumsifu Yesu. Na inapomfikia Yesu, basi hasira ya Yesu nayo inafanya nini? Inawaka juu yake. Inapowaka juu yake, anaachilia nini? Moto. Tumsifu Yesu. Lakini ashukuriwe Yesu, kwa sababu Yesu sisi amesema, wakati alipoona haya mambo katika Yohana tumezungumza, Yesu aliona kuna jawabu ambayo ilikuwa imetokea, ambao choo zimefanya nini? Zimetengenezwa. Tumsifu Yesu. Ambapo kumbe sisi tukitubu tutakuwa tofauti na wana wa Israeli, kwa sababu wao hawakuwa na nafasi ya kufanya nini? Ya kutubu, wakati hasira Yesu ilikuwa imefanya nini? Imewaka juu yao. Tumsifu Yesu. Kwa hivyo tumeona kitu kimoja kilivyosababisha hasira ya Yesu ikawaka juu ya hao watu wana wa Israeli, ama wateule walipotoka Misri. Ni nini? Ni jambo lipi? Manung'uniko. Tumsifu Yesu. Sasa kama manung'uniko iliweza kufanya ghadhabu ya Yesu ikashuka, ikaanza kuteketeza vitu, mpaka wakati mtumishi wa Yesu Musa aliposimama mbele, ndipo moto ukafanya nini? Ukakoma. Tumsifu Yesu. Sisi ni tofauti kweli. Kwa hivyo nasi kumaanisha tutakapoingia katika manung'uniko ya aina yoyote, kitu gani kitatendeka? Amen. Ongeza makofi kwa Baba. Kitu gani kitatendeka? Hasira ya Yesu itafanya nini? Itawaka juu yetu. Na hasira ya Yesu ikiwaka juu yako, utaweza wewe mwanadamu? Tumsifu Yesu. Hasira ya Yesu ikiwaka juu yako, utaweza? Tumsifu Yesu. Kwa hiyo jambo ni moja, Yesu ametuwekea suluhisho. Tumsifu Yesu. Kweli kama manung'uniko yanatokea, na ametupatia chance ya kwamba tukafanye nini? Tukatubu. Toba ya wazi, choo ziko. Na hiyo ndio peke yake chance amefanya nini? Ametupatia akaweze kutuokoa nafasi ambayo wana wa Israeli hawakufanya nini? Hawakupewa.
Tumsifu Yesu. Hawa watumishi wapendwa, unajua naweza kuangalia ukaona ni vitu gani, ni watumishi gani hawa. Si ni kweli? Tumsifu Yesu. Unaweza ona wengine wanawazidi umri. Si ni kweli? Unaweza ona wengine wewe hata ni mnono kuwaliko, wao ni wembamba. Unaweza ona hata wewe nguo unabadilisha, wengine hata hawana ya kubadilisha. Tumsifu Yesu Kristo. Lakini Yesu aliyoweka kuwa watumishi wake, yeye anafanya nini? Anafahamu kwa sababu gani aliwaweka pale. Tumsifu Yesu. Kwa hivyo wewe ukiweza kunung'unika ama kuanza kuleta vitina juu yao, tarajia moto wa Yesu kufanya nini? Kuwaka juu yako. Sitaki moto wake kuwapate kabla sijafanya nini? Sijawaambia. Tumsifu Yesu. Kwa sababu mimi namwamini Roho 100%. Kama Roho amenena jambo, lazima liko. Kwa sababu haya mambo nimeshuhudia mara nyingi sana. Na hakuna siku Roho anaweza ongea ndoto 3 kuongea kuhusu jambo, alafu tujidanganye tuseme hilo jambo haliko. Roho anadanganya. Tumsifu Yesu. Huo ni uongo. Tumsifu Yesu. Manung'uniko yako hata mengine menifikia, wengine mnanung'unia kuhusu ashas, sijui asha wanatesa watoto wetu. Ni kweli ama si kweli? Ni kweli ama si kweli, wazazi wa watoto? Kwa sababu nyinyi ndio mnasema haya, ati asha wanatesa nani? Watoto wenu. Si ni kweli mnasema ama hamsemi? Tumsifu Yesu. Na ndiposa unaona Roho anashuhudia hivyo vitoto vyenu vingine vitageuka mapepo kwa sababu hamtaki visaidiwe. Tumsifu Yesu. Tumeona vingine vinapambana na pita sana katika njozi. Pengine kachanga kanapambana na nani? Tumsifu Yesu. Kwa hivyo hawa watoto kama wamekuja hapa, kuna tabia umewazoesha, lakini wamefika hapa, waache waelimishwe. Kwa nini unasema unapenda mtoto wako ili hali unataka umpeleke jana? Tumsifu Yesu. Wewe huko unasema unamdanganya mtoto wangu na kupenda. Sasa tukule kumpenda ambao unampenda, hautaki mtu amguze, mtu akimchuna unamuonea vibaya. Alafu unasema unampenda na amefanya makosa. Kweli hawa watoto nawapenda kweli? Tumsifu Yesu. Tuamue asha wafanye nini? Wapumzika. Sasa kila mzazi afanye nini? Angalie mtoto wake. Mama, unakubaliana hiyo? Lakini sasa kwa nini hamtaki asha wafanye kazi? Na hayo manung'uniko ndiye atakayowaangusha wapi? Itakayofanya hasira Yesu ifanye nini? Ishuke juu yenu. Tumsifu Yesu. Haleluya. Kwa hivyo wana wa Israeli waliponung'unika, hasira Yesu ikafanya nini? Ikawaka juu yao. Sasa kama hasira iliwaka juu ya wana wa Israeli ambao wenyewe walisikia sauti ya Yesu akizungumza nao ya kwamba tokeni Misri, na hao ndio walishuhudia Red Sea ikijitenga huku na huku, wakapita katikati. Yesu mwenyewe akawapitisha akiwa pamoja nao. Tena akatembea nao kama mawingu, akiangalia wajua Yesu ndio tunafanya nini? Tunatembea naye. Tumsifu Yesu. Lakini waliponung'unika, hasira ya Yesu ikafanya nini? Ikawaka juu yao. Sembuse wewe ambao usikia tu sauti ya mwanadamu ukakubali ukaokoka. Wewe naye nini kitatendeka kwako? Kwa sababu Biblia inasema sisi tulifanywa nini? Crafting. Sisi sio msabibu, lakini tulifanywa nini? Crafting. Wakati wana wa Israeli walipomuasi Yesu, ndipo akahurumia mataifa, akaja kwetu akafanya nini? Vile vizika alipowakata miti. Unaona wakati miti imekatwa, wanakata miti yote imeangushwa. Sasa wanachukua mti mwingine wanafanya nini? Wanaufanyia budding, wanaufix hapo. Sasa unaendelea juu. Lakini unataka kuniambia ni msabibu ndio unaendelea? Tumsifu Yesu.
Lakini sasa ikija kubahatika siku moja huu mtu uliokatwa uanze kutoa huko chini, itakuwaje? Ikifika mahali wana wa Israeli waamue sasa sisi tumetubu tunamrudia Yesu, na wewe unacheza na dhambi, nini kitatokea? Tumsifu Yesu Kristo. Brother Luka, nisomee hiyo 12 pia. Hiyo tu Hesabu 12. Kuanzia moja. Hapa wananungunikia nyama. Tulikuwa tunakula nyama Misri, tulikuwa tunakula samaki, tunakula vitunguu saumu, tunakula vitunguu, tunakula kachumbari. Lakini sasa hapa ni maana tu, kila siku ni maana tu. Tumsifu Yesu. Kitabu cha Hesabu sura ya 12 kuanzia mstari wa kwanza. Kisha Miriam na Haruni wakamnenea Musa kwa sababu ya mwanamke Mkushi aliyekuwa amemwoa, maana alikuwa amemwoa mwanamke Mkushi. Wakasema, je, ni kweli Yesu ananena na Musa tu? Hakunena na sisi pia? Yesu akasikia maneno yao. Basi huyo Musa alikuwa mpole sana zaidi ya wanadamu wote waliokuwa juu ya uso wa nchi. Yesu akanena ghafla na Musa na Haruni na Miriam na kuwaambia, tokeni nje ninyi watatu, mwende hemani mwa kukutania. Basi hao watatu wakatoka nje. Yesu akashuka katika nguzo ya wingu, akasimama pale mlangoni pa hema, akawaita Haruni na Miriam, nao wakatoka nje wote wawili. Kisha akawaambia, sikizeni basi maneno yangu. Akiwapo nabii kati yenu, mimi Yesu nitajifunua kwake katika maono, nitasema naye katika ndoto. Sivyo ilivyo kwa mtumishi wangu Musa, yeye ni mwaminifu katika nyumba yangu yote. Kwake nitanena mdomo kwa mdomo, maana waziwazi wala si kwa mafumbo, na umbo la Yesu yeye ataliona. Mbona basi ninyi hamkuogopa kumnena mtumishi wangu huyo Musa? Hasira za Yesu zikawaka juu yao, naye akaenda zake. Kisha hilo wingu likaondoka kutoka pale juu ya hema, na tazama, Miriam akawa mwenye ukoma mweupe kama theluji. Haruni akamwangalia Miriam, na tazama, yu mwenye ukoma. Kisha Haruni akamwambia Musa, Bwana wangu, nakusihi sana usituwekee dhambi juu yetu, kwa kuwa tumefanya ya upumbavu na kufanya dhambi. Nakusihi asiwe kama mmoja aliyekufa, ambaye nyama ya mwili wake nusu imelika hapo atokapo tumbo la mama yake. Musa akamlilia Yesu akasema, mpoze Muumba, nakusihi sana. Yesu akamwambia Musa, je, kama baba yake angalimkemea mate usoni tu, hangaliona aibu muda wa siku 7? Na afungwe nje ya kambi muda wa siku 7, kisha baada ya hayo ataletwa ndani tena. Basi Miriam alifungwa nje ya kambi muda wa siku 7, wala watu hawakusafiri hata Miriam alipoletwa ndani tena. Baada ya hayo watu wakasafiri kutoka Haserothi, wakapanga kambi katika nyika ya Parani. Amina. Tumsifu Yesu Kristo. Hapa tumepata manunguniko mengine. Ya kwanza imekuwa kuhusu nini? Chakula. Tumsifu Yesu. Kumaanisha utakaye nungunika kuhusu chakula ambacho unapewa na Yesu, basi jua ya kwamba hasira ya Yesu itawaka juu yako wakati wowote. Tumsifu Yesu. Sasa sehemu ya pili tukapata tena, jambo la pili tena, hao watu tena hasa Miriam na Haruni wakawa wanalalamika kuhusu nani? Musa. Tumsifu Yesu. Kwa sababu Musa alikuwa amefanya nini? Ameoa mke Mkushi ama Mwethiopia. Tumsifu Yesu. Kwa sababu kulingana wao wana wa Israeli hawakustahili kufanya nini? Kuoa
mataifa. Kwa hivyo hapa Musa akawa amefanya nini? Ametenda dhambi kwa kuoa mwanamke Mwafrika. Tumsifu Yesu. Kwa hivyo Miriam na Harun wakaanza kufanya nini? Kunung'unika. Kwa nini Musa amefanya hivi? Sasa hata wakaanza kuwa na shaka na nani? Na Musa. Tumsifu Yesu. Kweli huyu Musa, Yesu ndiye anazungumza naye kweli? Tumsifu Yesu. Kwa sababu kama ingekuwa Yesu anazungumza naye, haya ambayo ametenda hangefanya kufanya nini? Kuyatenda. Tumsifu Yesu. Lakini wakawa na shaka sana na nani? Na Musa, wakimumunika peke yao. Tumsifu Yesu. Lakini Musa yeye, Biblia inasema yeye alikuwa ni mpole mbele za nani? Za Yesu Kristo. Tumsifu Yesu. Hata yeye hakujua ni kitu gani kinafanya nini? Kinaendelea. Haleluya. Lakini sasa katika hiyo hali, kumbe Yesu amewasikiza wakinung'unika kuhusu nani? Mtumishi wake. Tumsifu Yesu. Yesu akawaita, akawaambia njooni nyote wale wangapi? Watatu. Tumsifu Yesu. Walipotoka nje akaanza kuwazungumzia, mbona mnanung'unika kuhusu nani? Watumishi wangu ambao mwenyewe nimefanya nini? Nimewateua. Tumsifu Yesu. Biblia inasema hasira Yesu ikafanya nini? Ikawaka juu yao, na Miriam akawa na nini? Mkono wako ukabadilika akawa na nini? Na ukoma. Kwa sababu nini? Alinung'unika kuhusu mtumishi wa nani? Wa Yesu. Tumsifu Yesu. Kwa hivyo hawa watumishi unaweza waangalia, unaweza ona ni vitu tu vya kawaida tu. Ni wanadamu tu wa kawaida kama wewe. Hata unapowatazama wewe unakula vizuri kuliko wao. Hata unapowatazama wewe unavaa vizuri kuliko wao. Hata unapotazama wengine hawazidi umri. Tumsifu Yesu. Hata unapotazama umeokoka zaidi, unapoangalia umeokoka zaidi kuliko wao. Lakini sasa shida ni je, wewe ni nani unung'unike kuhusu watumishi wa Yesu? Tumsifu Yesu. Kama kuna kitu wametenda, kuna yule wa kufanya nini? Wa kuzungumza nao. Tumsifu Yesu. Kama kuna dhambi wamemtenda Yesu, kwa sababu hakuna siku mlisimama kura mkasema ya kwamba sasa tunapiga kura kama wale wanafanya dini ya kwamba tunamchagua fulani kuwa mtumishi. Tumsifu Yesu. Kwa Yesu mambo ni nini? Ni tofauti. Tumsifu Yesu. Yesu ndiye anachagua nani? Mtumishi wake. Tumsifu Yesu. Kwa hivyo kama kuna mtu Yesu yeye amemwambia ni mtumishi wake, wapendwa, tuweze kumheshimu. Tuweze kufanya nini? Tumsifu Yesu. Lakini tusipofanya hivyo, tuanze kunung'unika kumhusu, basi utapatwa na ukoma. Tumsifu Yesu. Na ukoma wa sahi hutauona. Unaweza pata ukoma wa kukurudisha nyuma katika imani. Tumsifu Yesu. Nakumbuka mambo kama alikuja tena yakatokea katika usharika. Si alikuja yakatokea. Joseph pia zikatoka, kuna watu sijui wananini watumishi. Nakumbuka tulikuwa kwa mama, tulikuwa kule. Tumsifu Yesu. Kwa sababu watu waliinuka wakaanza kufanya nini? Kuwasengenya watumishi. Tumsifu Yesu. Nakumbuka brother, nakumbuka vizuri. Kwa sababu wengi sasa walipoona wameshika Biblia wanatembea kila siku, wanatembea wakihubiri door to door. Sasa katika hiyo hali wakaona kwamba wamekuwa watumishi kuliko watumishi ambao wanahudumu wapi? Wanahudumu ndani. Tumsifu Yesu. Kiburi kikafanya nini? Kikawainua. Na ninapozungumza hivi, hakuna hata mmoja ambao yuko hapa. Na Yesu alikuja akanena akasema anaenda kuwaondoa katikati yenu. Unakumbuka huo ujumbe? Ninaenda kufanya nini? Kuwaondoa katikati yenu, na hakuna siku mtafanya nini? Mtawaona tena. Tumsifu Yesu. Na tunapozungumza saa hii, wako kweli? Hawako. Tumsifu Yesu. Lakini shida ilikuwa ni nini? Kudharau watumishi wa Yesu ambao alikuwa amesimamisha kwa sababu ya nini? Ya kazi yake. Kwa sababu mtu ameona ametembea, anatembea akihubiri door to door huku na huku ndani akitembea. Sasa anapokuja anaona mtumishi hajatoka, anasema hata mimi sasa ndio mtumishi kumuliko ye. Hata wengine wakaanza kujitenga, ikiwa kama Jumatano wanajikunda mahali wanatengeneza ibada yao. Tumsifu Yesu. Kwa sababu wameona hii ibada haifai, wao wamekuwa watakatifu zaidi kwa sababu wanafanya kazi ya nani? Ya Yesu. Tumsifu Yesu. Lakini Yesu alikuja akazungumza katikati, akasema hawa watu
anaenda kuwaondoa wapi? Katikati yetu, wasipoacha nini? Kiburi kilichokuwa ndani mwao. Tumsifu Yesu. Na tunapozungumza saa hii hawako wote, hawako katikati yetu. Waliokubali wakatubu tuko nao, tumsifu Yesu. Lakini waliokataa kutubu hawako hata siku ya leo. Na hata tukijaribu kuomba, Yesu anatuletea tu mambo mengine. Tumsifu Yesu. Na ndio wale ambao njozi imezungumzia kuhusu ndio wamegeuka, wamekuwa ni wezi. Tumsifu Yesu. Ni watu waliopewa kazi na Yesu, waliposubiri wakaona mshahara umechelewa, wakaanza kufanya nini? Kuharibu. Wakaanza kuharibu kazi ya nani? Kwa sababu tajiri amechelewa kufanya nini? Kuwalipa mshahara. Sasa ilipofika wakati ambao anatafakari sasa ni jinsi gani atakapowalipa, anapowatafuta wafanye nini? Sasa Yesu anatafuta wapatie mshahara, lakini wafanye nini? Hawapatikani. Lakini sasa shida ya kwamba waligeuka wakakuwa wezi. Sasa wanataka kutembea wakivunja, wakiharibu vitu ambavyo Yesu alifanya nini? Wakiharibu vitu ya kampuni. Wanatembea wakiua nafsi za nani? Za Yesu Kristo. Sasa Yesu penye yuka anawatambua kama nani? Wezi. Lakini wenyewe wako sawa, hata hawana nini? Hawana wasiwasi yoyote. Tumsifu Yesu. Sasa Roho akashuhudia akasema, thibitisho, tunasubiri thibitisho kutoka wapi? Kutoka Kora ambayo ilikuwa imekuja na mama Jeremia na mama Daudi. Mama Daudi alipokuja, aliponishuhudia njozi ambazo zinahusu kule kwenye ndugu zetu walienda, ni za kutisha. Tumsifu Yesu. Sasa ikathibitisha na njozi ambazo zilikuwa zimefanya nini? Zimetoka hapa. Kwa hivyo tutafanya. Tumsifu Yesu. Tunataka pia tufuate hiyo njia. Manung'uniko yaliangusha wana wa Israeli. Manung'uniko yaliangusha watumishi katikati yetu. Na tunataka tufuate hiyo njia. Mbona tuko na sahani mbili? Tumsifu Yesu. Mbona tuna sahani mbili? Mbona usiwe na sahani moja? Huku unapokea neno la Yesu, huku unapokea maneno mengine. Huku unapokea la Yesu, huku unapokea mengine. Ukipata neno la Yesu linazungumzwa, unafurahia. Ukipata maneno ambayo yanazungumzwa kuhusu wateule, pia unafanya nini? Unafurahia. Mtu anakusimamisha anakuambia, lakini kanisa yenu ati mnasema mmeokoka. Hakuna wokovu ulio ndani. Wanasema hata mimi pia naona hivyo. Kwanza mtumishi wetu na nyumba yake. Tumsifu Yesu. Yesu atusaidie sana. Tumsifu Yesu. Mpaka watu wanafika mahali wanakuazika nini na mbele na ubirio, kwa sababu umeona yule ambaye anahubiri hafai. Neno kweli ni nzuri, lakini anayehubiri hafai. Sasa mtu inabidi, unajua nilikuwa nashangaa, mbona huu shirika neno linafundishwa lakini haubadiliki? Sasa ndio nilikuja nikapata nini? Siri. Tumsifu Yesu. Yaani neno ni nzuri, lakini sasa yule anayehubiri afanye nini? Hafai. Biblia haikusema ya kwamba utahukumiwa kwa sababu ya mtumishi aliyekuhubiria. Ama inasema hiyo? Pengine yangu imekosea. Biblia inasema utahukumiwa kwa neno alilofanya nini? Walilofundishwa. Haijalishi ulifundishwa na mwenye dhambi, ulifundishwa na mwenye haki. Lakini ile neno uliohubiria ndio utakayofanya nini? Utakalohukumiwa kwalo. Kwa hivyo dharau ipite. Mimi huwa naona hapa nikija hapo naona nafundisha watu wanasinzia, watu wanalala. Kumbe wamedharau kile unachofundisha kwa sababu haufai kufundisha mbele yao. Tutaenda mbingu ipi sasa?
Tumsifu Yesu. Na Biblia kasema siku itakuja utatoa hesabu ya nini? Hebu tusome hapo bwana. Tusome Mathayo 12. Tutaanzia mstari wa Faith, mstari wa ngapi? 35. Tuanzie 35. 33. Mstari wa 33. Tuanzie hapo tuteremke mpaka karibu 37. Ufanyeni mti kuwa mzuri na matunda yake kuwa mazuri. Ufanyeni mti kuwa mzuri na matunda yake kuwa mazuri, au ufanyeni mti kuwa mbaya na matunda yake mabaya, kwa maana kwa matunda yake mti hutambulikana. Tumsifu Yesu. Kwa matunda yake mti hufanya nini? Hutambulika. Tumsifu Yesu. Yale matunda yanayotoka ndani mwake ndiyo yatafanya nini? Itafanya utambulike kama wewe ni mteule ama si nani? Si mteule. Tumsifu Yesu. Endelea bwana. Enyi wazao wa nyoka, mwawezaje kunena mema mkiwa wabaya? Tumsifu Yesu. Enyi wazao wa nini? Mnawezaje kunena mema ilhali nyinyi ni nani? Maana kinywa cha mtu huyanena yajazayo roho yake. Kinywa cha mtu huyanena yajazayo nini? Roho yake. Tumsifu Yesu. Kumaanisha kumbe maneno nayo nanena wewe, hayo maneno ndiyo nayojaza nini? Roho yako. Tumsifu Yesu. Unafikiri unasema unanungunika ama unamsengenya mtu fulani, lakini kumbe hayo maneno nayo yazungumuza, kumbe unajaza nini? Roho yako mwenyewe. Tumsifu Yesu. Kumbe kila neno unalolinena, wapendwa, lakini sasa kama kila neno ambalo tunanena yanajaza roho zetu, basi ni mangapi tumejazwa sisi? Unafikiri unaongea ili ukaweze kumdhuru mtu fulani, lakini kumbe unapoongea kulingana na ufalme wa mbinguni, wewe unafanya nini? Unaijaza nini? Roho yako na yale maneno. Endelea bwana. Mtu mwema katika akiba njema hutoa mema. Mtu mwema katika akiba njema hutoa mema. Tumsifu Yesu. Kumaanisha mtu anapokuwa mwema, nafsi yake inapokuwa njema, kila neno litokale katika kinywa chake huwa ni nini? Ni jema. Kwa sababu kumaanisha kila neno linalotoka ndani ya mwanadamu huwa linatoka katika hazina iliyo katika roho yake. Tumsifu Yesu. Wewe ukiwa mwema, kila neno utakapolitoa litakuwa ni neno jema. Lakini wewe utakapokuwa mwovu ama mbaya, kila neno litakalotoka ambalo linatoka kwa hazina yako ya ubaya litatoka na nini? Na ubaya. Tumsifu Yesu. Katika kinywa chako itatoka vitina, itatoka manunguniko, itatoka matusi, itatoka madharau na kadhalika na kadhalika. Kwa hivyo haya maneno yote yanayotoka ndani mwako, kumbe ndio hazina ambayo imefanya nini? Imejaa ndani mwako. Haleluya. Ndio. Mtu mwema katika akiba njema hutoa mema, na mtu mbaya katika akiba mbaya hutoa mabaya. Kwa hivyo mbaya naye anatoa nini? Mabaya. Mwema naye anatoa, kumaanisha haya maneno tunayoyanena ni akiba iliyo wapi? Iliyo ndani mwetu. Tumsifu Yesu. Kwa sababu huwezi chuna matunda mazuri katika mtu ulio nini? Mbaya. Tumsifu Yesu. Mimi hata kama nimekuja hapa najifanya kwamba mimi ni mwema, lakini wakati nitakapoanza kuzungumuza, yatakayotoka ndani mwangu ndio yatakayotambulisha ni mimi ni nani. Tumsifu Yesu. Kama ndani mwangu
nimejaa vitina. Tumsifu Yesu. Maneno yangu mengi nitayatoa kwa nini? Kwa vitina. Tumsifu Yesu. Kama ndani yangu nimejaa hasira, maneno yatakayotoka ndani mwangu yatakuwa yamejaa nini? Hasira. Tumsifu Yesu. Kwa hivyo kila kitu kitokacho ndani ya mtu kinatoka kwa nini? Kwa akiba iliyo ndani ya mtu huyo. Tumsifu Yesu. Lakini sasa itakuwaje hapo mbaya akikutana na mwema? Tumsifu Yesu. Wewe walio mwema utakaposikiza huyu ambaye ni mbaya, nini kitatokea? Wewe pia utakuwa nani? Tumsifu Yesu. Wewe pia utabadilishwa ufanye nini? Uwe mbaya. Tumsifu Yesu. Lakini wewe walio mwema ukitaka kuzima mabaya, huyu mwenye mabaya atakapokujia kwako na mabaya unafanya nini? Unamkomesha. Utakapomkomesha basi hayo mabaya itakuwa imefanya nini? Imeishi pale. Lakini wewe mwema utakapoweka masikio usikize mabaya yatokaye katika hazina mbaya, wewe pia utafanya nini? Utaingia katika hiyo hali. Hata Yesu akija kuhukumu dhambi ya huyu, wewe pia utafanya nini? Utahukumiwa. Kwa sababu ulifanya nini? Ulisikizana naye katika nini? Katika uovu. Tumsifu Yesu. Endelea. Basi nawaambia, kila neno lisilo maana watakalolinena wanadamu, watatoa hesabu ya neno hilo siku ya hukumu. Tumsifu Yesu. Sasa kama sisi Yesu amezungumza, ametupatia kachansi ya kwamba toba ipo. Tumsifu Yesu. Lakini kama ingekuwa upendo wa Yesu, amesema kila neno mbaya mwanadamu analolinena atalitolea hesabu siku ya nini? Ya hukumu. Tumsifu Yesu. Sasa wanapenda lipo. Yesu ametoa kachansi. Amesema kuna kufanya nini? Kutubu. Tumsifu Yesu. Na katika Biblia akasema kumaanisha usipotubu, hilo neno baya ulilolinena itakapofika siku ya mwisho utalitolea nini? Hesabu mbele ya nani? Ya Yesu, tena siku ya nini? Ya hukumu. Sasa hapo utakuwa na hukumiwa ukienda mbinguni ama ukienda wapi? Ukienda wapi? Sasa kama Yesu anaweka maneno maovu tunayonena, ni mangapi wewe umenena? Maovu ni mangapi? Na ni hesabu inawekwa kila wakati tunaponena neno ovu, linawekwa kwa tepu. Tumsifu Yesu. Mimi nilifundishwa siku moja, nikawa kumbe wakati inapofika asubuhi, huwa malaika anakuja kwetu wa kuchukua ripoti. Anakuwa na kamera na video recorder. Tumsifu Yesu. So wewe unapotembea, hiyo ni kazi yake, hana kazi nyingine. Yeye ni kuchukua hiyo video yako, anachukua yote kuanzia vile ulianza kutembea asubuhi, ukatembea ilipofika jioni, wakati unapoingia kwa kulala, yeye anachukua ripoti, anairudisha kwa Yesu Kristo. Tumsifu Yesu. Anakuja usiku pia anafanya nini? Anachukua ripoti. Kuna kamera na video recorder na kitabu. Sasa unatembea unafanya mambo yako yote vile siku imeanza. Yale yote umezungumza yanarekodiwa. Yale yote umeongea imeandikwa. Vile vituko vyote umefanya, picha zimefanya nini? Zimechukuliwa. Ili itakapofika siku ya hukumu, kwa sababu mambo ambayo Biblia inasema mambo yanayotendeka hapa duniani ni kivuli ya mambo yanayofanya nini? Inayokuja. Tumsifu Yesu. Hapa dunia mnapoenda kotini na kuambia lazima mlete nini? Ushahidi. Tumsifu Yesu. Kama mtu aliiba, wanaenda kuleta ng'ombe ya kwamba ushahidi huko, hiyo ndio ng'ombe alifanya nini? Aliiba. Tumsifu Yesu. Nasi itakapofika siku ya mwisho, wakati tunapoelekea katika hukumu ya Yesu Kristo, tumsifu Yesu. Msaidie sistari sana, poteza mengi. Sitaki haya maneno yapite mtu. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hivyo jinsi unapoenda koti, vile huwa tunaenda kotini, mtu hawezi hukumiwa bila nini? Bila ushahidi. Si ni kweli?
Tumsifu Yesu Kristo. Sasa koti ya mbinguni nayo iko hivyo. Itakapofika siku ya hukumu, hakuna mtu atakamata tu ashikwe tu yakamatwe ati anapurutwa anasukumwa jehanamu. Tumsifu Yesu. Kila mtu atasomewa nini? Mashtaka. Na ushahidi utafanya nini? Utaletwa. Tumsifu Yesu. Wewe ungeenda mbinguni, lakini ulipokuwa duniani ulikuwa mtu muongo sana. Malaika anabovya. Wanaweka hapo video tena kubwa. Tutasoma hicho kitabu. Tena haitakuwa mbele ya watu wachache, itakuwa mbele ya wanadamu wote. Tumsifu Yesu. Imagine mimi Timothy, ifike siku ya hukumu, yale maovu ambayo nilikuwa najificha nikifanya iwekwe mbele ya watu wanadamu wote dunia yote, waone maovu niliyokuwa ninafanya nini? Hiyo itakuwa ni aibu ya aina gani? Tumsifu Yesu Kristo. Hiyo itakuwa ni aibu ya aina gani? Waseme haya, Timothy simama. Ninaposimama basi wanaiweka, wananiosha maovu yote ambayo hasa kila hayo ndio mama mtumishi alikuwa anafanya. Na hiyo ni dunia yote, si ati watu wachache. Kwa hivyo Yesu anapotuambia tuliko wachache vya kwamba tutubu, unaona haya. Na sasa hiyo naye ambayo itakuwa mbele ya wanadamu wote itakuwaje? Tumsifu Yesu. Ushahidi wanaweka video. Wewe ulikuwa muongo, wakaiweka. Hilo ulikuwa unadanganya. Hilo neno ulipokuwa naongea ilikuwa ni ya kweli. Ulikuwa unadanganya. Haya. Ulikuwa mtu wa masengenyo, wanaweka. Unaona umeona hiyo? Ulikuwa mwizi, wanaweka. Inakuja. Ulikuwa hivi. Sasa ushahidi wote unafanya nini? Mpaka mwenyewe unafanya nini? Unasema kweli mimi ni wa wapi? Unaona mwenyewe ni wa wapi? Tumsifu Yesu. Kwa hivyo inaposema ya kwamba kila maneno maovu unenayo yote itatolewa siku ya nini? Ya hukumu. Kwa hivyo kumaanisha unapozungumza maneno yako, jua ya kwamba kila neno unalolinena kuna siku utatoa nini? Hesabu yake. Endelea brother. Sasa hiyo hesabu itakuwa kali hiyo. Kwa kuwa kwa maneno yako utahesabiwa haki, na kwa maneno yako utahukumiwa. Tumsifu Yesu. Kwa maneno yako utahesabiwa haki, na kwa maneno yako utafanya nini? Utahukumiwa. Kumbe maneno pia yako na kazi kubwa sana katika kuingiza ufalme wa Mungu. Tumsifu Yesu. Haleluya. Kwa maneno yako utafanya nini? Utahesabiwa haki, na kwa maneno yako utafanya nini? Utahukumiwa. Kwa hivyo wewe uko upande gani? Maneno yako yote unayonena, unapokutana na mwenzako, unapokutana na dada yako, unapokutana na ndugu yako, yale maneno ambayo unayazungumza, je, itakapofika siku ya mwisho yatakupa haki ama yatakupeleka hukumuni? Hayo mahesabu nenda kayapige peke yako, mimi sitaki kujua. Wewe mwenyewe unajua na nani? Na Yesu wako. Kila neno linenalo utatoa nini? Hesabu yake siku ya hukumu. Na kwa kila neno unenalo utahesabiwa haki ama utahesabiwa nini? Hukumu. Sasa chagua ni maneno yapi ambayo unayazungumza. Wako katika maneno itakayokupa haki ama uko katika maneno itakayoweza kukupatia hukumu. Tumsifu Yesu. Wewe tukianza kufanya mahesabu, hebu fanya tu mahesabu ya maneno ya jana peke yake. Hebu tafakari tu kuhusu siku ya jana peke yake. Maneno yote uliyozungumza. Mangapi kama Yesu angekuja leo yangekupa haki? Ni yote, si ndio? Ni yote. Tumsifu Yesu. Unajua wapenda tunafanya mchezo
na tujui siku ambayo Yesu atakaporudi. Na Yesu akirudi, ikiwa bado tunaishi maisha kama haya, unafikiri Biblia inasema ya kwamba tutakuwa na kulia na kusaga nini? Meno. Unafikiri ni jambo rahisi mtu kulia mpaka asage meno? Unafikiri ni mchezo? Kwa sababu huyu mtu amefikiria, ameacha mambo yote, umeacha kila kitu, alafu mwisho Yesu anakuambia wewe ni mtu wa wapi? Wa jana. Kulingana na ushahidi nilio nao hapa katika faili yangu, wewe ni mtu wa wapi? Wa jana. Na umeacha vyote. Usharati uliacha, urembo uliacha, elimu uliacha, lao uliacha, ABC vyote uliacha, lakini kwa sababu ya kinywa peke yake kikakuingiza wapi? Jana. Kwa maneno uliokuwa na yazungumza, yalipofika wakati wa kupigiwa hesabu, ikapatikana hayo maneno, mpendo walikuwa mtiifu, uliachana na usharati, uliacha hii na hii, lakini kinywa ndicho kimesababisha unafanya nini? Unaingia jehanamu. Haleluya. Tumsifu Yesu. Endelea brother. Endelea kusoma. Umefika ngapi? Umesoma hebu rudia 37. Kwa kuwa kwa maneno yako utahesabiwa haki, na kwa maneno yako utahukumiwa. Tumsifu Yesu. Kwa maneno yako utahesabiwa haki, na kwa maneno yako utafanya nini? Utahukumiwa. Tumsifu Yesu. Wangapi wako tayari kuhukumiwa kwa maneno yao? Tumsifu Yesu. Nataka twende kitabu kingine. Yakobo 3. Kuanzia 1. Yakobo sura ya 3 mstari wa 1. Ndugu zangu, msiwe walimu wengi, mkijua ya kuwa mtapata hukumu kubwa zaidi. Tumsifu Yesu Kristo. Tusiwe walimu wa kufundisha neno. Tumsifu Yesu. Kwa sababu amesema hukumu, mkijua ya kwamba mtapata hukumu kubwa zaidi. Tumsifu Yesu. Kwa hivyo tusiwe walimu wengi. Tumsifu Yesu. Kwa sababu kumbe hukumu ya walimu itakuwa ni kubwa zaidi. Tumsifu Yesu. Na huu walimu unakuja vipi? Tumsifu Yesu Kristo. Haya mambo ambayo tumezungumza hapa, mtu unaposengenya unafanya nini? So unafundisha. Tumsifu Yesu. Kwa sababu huyu mtu kile kitu ambacho unamweleza yeye alikuwa afanye nini? Hakijui. Tumsifu Yesu. Kwa hivyo mwalimu ni kujulisha mtu kile kitu ambacho afanye nini? Hajui. Tumsifu Yesu. Kumaanisha unapoenda kwa ndugu yako na msengenya mwingine, wewe ni nani? Ni mwalimu. Tumsifu Yesu. Sasa ujue itakapokuwa siku ya mwisho, hukumu ya walimu itakuwa ni nini? Ni kubwa zaidi kuliko watu wote. Kwa sababu katika kile kinywa chako, yale mafundisho ulikuwa unafundisha, utahukumiwa kwayo. Haleluya. Endelea Bwana. Maana twajikwaa sisi sote pia katika mambo mengi. Mtu asiyejikwaa katika kunena, huyo ni mtu mkamilifu. Tumsifu Yesu. Hebu rudi hapo Bwana. Mtu asiyejikwaa katika kunena, huyo ni mtu mkamilifu. Tumsifu Yesu. Mtu asiyejikwaa katika kunena, huyo ni mtu mkamilifu. Lakini unayejikwaa katika kunena, neno ambalo umeongea linaenda kumkwaza mwingine. Tumsifu Yesu. Wewe ni mkamilifu, tuendelee.
awezaye kuuzuia na mwili wake wote kama kwa lijamu. Angalieni, twatia lijamu katika vinywa vya farasi ili wamtii, hivi twageuza mwili wao wote. Tena angalieni, marekebu ingawa ni kubwa kama nini, na kuchukuliwa na pepo kali, zageuzwa na usukani mdogo sana, kokote anakoazimia kwenda nahodha. Vivyo hivyo ulimi nao ni kiungo kidogo, nao hujivuna majivuno makuu. Angalieni jinsi moto mdogo uwashavyo msitu mkubwa sana. Nao ulimi ni moto, ule ulimwengu wa uovu. Ule ulimi umewekewa katika viungo vyetu, nao ndio utiao mwili wote unajisi. Huwasha moto mfulizo wa maumbile, nao huwashwa moto na jehanamu. Maana kila aina ya wanyama na ya ndege na ya vitambaavyo na ya vitu vilivyomo baharini vinafugika, navyo vimekwisha kufugwa na wanadamu, bali ulimi hakuna awezaye kuufuga. Ni uovu usiotulia, umejaa sumu iletayo mauti. Kwa huo twamuhimidi Muumba Baba yetu, na kwa huo twawalaani wanadamu waliofanywa kwa mfano wa Muumba. Katika kinywa kile kile hutoka baraka na laana. Ndugu zangu, haifai mambo hayo kuwa hivyo. Je, chemichemi katika jicho moja hutoa maji matamu na maji machungu? Ndugu zangu, je, mtini waweza kuzaa zeituni au mzabibu kuzaa tini? Kadhalika chemichemi haiwezi kutoa maji ya chumvi na maji matamu. Haleluya. Hayo mambo tunaenda mbio mbio. Wewe ukipata nafasi mwenyewe utaenda pole pole upitie. Tumsifu Yesu Kristo. Lakini kwa ufupi hapa anazungumzia kuhusu kitu kinaitwa nini? Ulimi. Tunapozungumzia kuhusu ulimi, tunazungumzia kuhusu maneno yanayotoka katika vinywa vyetu. Tumsifu Yesu. Anasema angalieni, farasi si mnyama mkubwa sana, lakini amefunga kakitu kadogo tu ambao kanafanya nini? Kanamdhibiti. Tumsifu Yesu. Unapoangalia hata meli pia ni kubwa kabisa, lakini unapoangalia usukani wake ni mali padogo tu ambao panaizuia nini? Hiyo meli. Tumsifu Yesu. Na kasema sasa ulimi nao ni kiungo kidogo sana, lakini unaweza kuangamiza mwili mzima, ukausukuma wapi? Jehanamu. Tumsifu Yesu. Kazi ya nini? Ya ulimi. Anasema kwa ulimi mmoja mtu anaweza mtukuza Yesu, na kwa ulimi mmoja anaweza fanya nini? Anaweza laani walioumbwa na nani? Na Yesu Kristo. Kwa ulimi mmoja anaweza dharau. Tumsifu Yesu. Kwa hivyo lakini anafika mahali anasema, lakini ndugu zangu, chemichemi moja ya jicho moja la maji inaweza toa maji chemichemi mbili. Tumsifu Yesu. Inaweza toa mbili kweli. Tumsifu Yesu. Najua wengi wangapi wameaiona mito mikubwa. Tumsifu Yesu. Hiyo mito unapoiangalia mahali ambapo maji inatoka, hilo jicho huwa ni moja. Tumsifu Yesu. Yale mambo ambayo maji inafanya nini? Inachipuka. Na sasa ile jicho kama ni la maji chumvi, huwezi fanya kwamba kuna siku utapata hayo maji yatoke yakiwa nini? Yakiwa fresh. Ama inatoka ya chumvi, alafu inatoka na nini? Na fresh. Hakuna siku. Tumsifu Yesu. Kama hilo jicho ni la chumvi, maji yake yatakuwa ni ya nini? Ya chumvi. Na kama ni fresh, maji yake yatakuwa ni ya nini? Ni ya fresh. Tumsifu Yesu. Sasa nazungumza nasi, yeye amesema kama kwetu sisi haitakane hivyo ya kwamba sisi tuwe na jicho moja litoe maji aina ngapi? Mbili. Tumsifu Yesu. Kumaanisha ulimi wetu unastahili utoe neno la Yesu peke yake.
Uwezi leo unatoa neno la kubariki, alafu kesho unatoa neno la kusengenya. Tumsifu Yesu. Katika hilo jicho moja haiwezekani. Tumsifu Yesu. Lazima tuwe na msimamo ili kila mtu aweze jua ya kwamba sisi ni nani? Ni wateule. Na tunapoongea maneno yetu lazima tuweze kuyadhibiti. Tukijua kwamba kupitia katika hiyo maneno tutafanya nini? Tutahukumiwa kwayo. Kwa hivyo chunga kila neno unalofanya nini? Unalolizungumza. Huu ulimi ni kaumbe kadogo sana, lakini kanaweza fanya uwe mwili mzima ukafanya nini? Ukatumbukiwa jehanamu. Na utatumbukiwaje jehanamu? Kwa sababu ya maneno unayofanya nini? Unayozungumza. Leo unazungumza neno la Yesu, leo unasengenya ndugu yako. Leo unazungumza neno la Yesu, kesho unamtukana mwenzako. Leo unazungumza neno la Yesu, kesho kutwa unamfitini mwenzako. Kesho kutwa unamdharau mwenzako. Tumsifu Yesu. Katika ulimi mmoja. Sasa ndimi kama hizo zimewekewa nini? Moto wa wapi? Wa jehanamu. Tumsifu Yesu. Kwa hivyo tukitaka kupona jehanamu, lazima tufanye nini? Tuweze kudhibiti ndimi zetu. Kama wewe unasema wewe ni mteule, lazima maneno yatokayo katika kinywa chako ya reflect nini? Uteule. Kama wewe umeokoka, unapokutana ndugu yako ambao umeokoka, mnayazungumza lazima muongee maneno ambayo inajenga nini? Ufalme wa Yesu Kristo. Bali sio maneno ambayo inabomoa nini? Ufalme wa Yesu Kristo. Tumsifu Yesu. Na tutakapofanya hivyo, hapo ndipo tutakapohesabiwa kuwa wana wa nini? Wa nuru. Na hapo ndipo tutakapohesabiwa kama wanawali watano werevu, kwa sababu maneno yatokayo katika vinywa vyetu inatoka kwa kujenga ufalme wa Yesu Kristo. Tumsifu Yesu. Tunapatana vizuri. Kwa hivyo neno limesema kaulimi ni kadogo tu, lakini kanaweza kusababisha ukafanya nini? Ukaingia wapi? Jehanamu. Sasa swali ni je, wewe ulimi wako unautumia katika njia gani? Ya kujenga ufalme wa Yesu Kristo ama ya kujenga ufalme wa jehanamu? Tumsifu Yesu. Wewe unapoamka kila siku, kile kinywa chako huwa kinatumika katika njia gani? Yale maneno ambayo huwa yanatoka katika kinywa chako, yule malaika akifika jioni akipeleka ripoti kulingana na maneno yote ambayo umeongea kwa siku, je, ripoti itakapoenda kwa Yesu, sasa tunapozungumza, wakikuletea sasa video, je, unafaa kuingia katika ufalme wa Yesu? Tuwe tu wazi. Je, unafaa kuingia katika ufalme wa Yesu vile tuko hapa? Kulingana na maneno yetu yote ambayo tumezungumza, yamenakiliwa na malaika, yameandikwa kule juu mbinguni. Je, wewe ni mtu wa ufalme wa mbinguni? Mbona mjibu? Tumsifu Yesu. Nimesema wewe tangu mjue Yesu, yale maneno ambayo umezungumza kupitia katika kinywa chako, je, yanakuathiria kuwa ni mtu wa ufalme wa mbinguni ama ni mtu wa wapi? Wewe ni mtu wa mbinguni. Tumsifu Yesu. Haleluya. Sasa kama si mtu wa mbinguni, utafanyaje sasa ili uweze kuhesabiwa kuwa mtu wa mbinguni? Tumsifu Yesu. Tumepewa chance moja peke yake kufanya nini? Kutubu. Turekebishe. Na ufanye agano na nani? Na Yesu, ya kwamba Yesu, kuanzia sasa kinywa changu hakitatoa maji aina ngapi? Aina mbili. Kinywa changu kitatoa. Nakumbuka tulipokuwa tunasoma kuhusu mambo ambayo Roho Mtakatifu hufanya ndani mwetu. Tumsifu Yesu. Tulipata moja ya kwamba mtu aliye na Roho Mtakatifu kazi yake ni kufanya nini? Kumtukuza na kumshuhudia nani? Yesu Kristo. Sipate ndio kazi peke yake ya mteule. Lakini haya mengine yanatoka wapi?
Tumsifu Yesu. Hiyo ni kazi ya sahani ngapi? 2 ambayo uko nayo. Tumsifu Yesu. Lakini mtu aliyejazwa na Roho Mtakatifu ambaye anadhibitiwa na Yesu, yeye kinywa chake ni kumtukuza na kumshuhudia nani? Yesu. Uweze pita hapo. Kazi yako ni kufanya nini? Kumtukuza Yesu. Kazi yako ni kufanya nini? Ni kumshuhudia Yesu. Hiyo ndio kazi ya mtu aliyo na nani? Na Roho wa Yesu. Lakini ukipata kama kuna kazi ya pili, basi ya tatu, wewe ni mwana wa wapi? Wa Jehanamu. Haleluya. Tumepatana. Tumsifu Yesu. Unajua sasa tunapokutana tunaongea ni kama hatutakutana tena. Tumsifu Yesu. Kwa sababu ya kesha haifanyi nini? Haijulikani. Wacha tuelezane basi. Wewe mwenyewe ukija kuongea usiseme si kufanya nini? Si kuambiwa. Kwa hivyo kumbe kifa pia kinaweza kusababisha ukaingia wapi? Jehanamu. Na kumbuka maneno ya kinywa chako unayozungumza utayatolea nini? Hesabu siku ya nini? Ya hukumu. Lakini kama hutaki yafike katika hukumu, basi ni wakati wa kufanya nini? Wa kutubu. Kwa sababu utakapotubu, Yesu ni nani? Ni mwenye rehema. Tumsifu Yesu. Na utakapotubu atakusamehe na utaanza nena safari mpya isiyo na nini? Na shida tena. Yale maneno yote maovu uliyoongea yote Yesu anafanya nini? Anayafutilia mbali. Tumsifu Yesu. Roho akaonyesha katikati yetu pia kuna roho ya kizazi. Yaani roho ya kulipiza kisasi na hasira. Wenzako amekufanya kitu, wewe pia hapo na hapo unafanya nini? Unalipisha. Hiyo ni roho mbaya. Lazima tutubu. Kaonyesha tena kuna roho ya wizi. Unachukua tu kitu cha mwenzako hata kama yoko, lakini hujamuomba nao unafanya nini? Unachukua tu. Hiyo pia ni roho ya nini? Ya wizi. Lazima tufanye nini? Tuachane naye. Tumsifu Yesu. Hata kama kitu cha mwenzako kiko hapo na yuko, muombe. Wacha nichukue tu, si ni cha fulani. Ni cha yoni sitatumia tu, nitamrudishia. Na kumbe mbele za Yesu umeandikiwa nini? Kesi ya nini? Ya wizi. Sasa nikamwambia Yesu akwambie ni mwizi. Mwizi mimi wizi nilitoka. Na anakuletea picha. Ulipochukua kitu ya huyu mtu kaenda ukatumia ulikuwa umemwambia. Tumsifu Yesu. Wewe ulitoka hapo nje ukapata tu ufagio. Ndugu yako ameenda hapo ukachukua tu kaenda ukafagia, alafu kakimbiza tena ukarudisha pale. Yeye akitoka anapata fagio uko pale. Tumsifu Yesu. Lakini kumbe mbinguni umeandikiwa kuwa nani? Mwizi, kwa sababu huku muomba wao alichukua tu kaenda zako. Kwa hivyo hayo mambo Yesu anapojaribu kuturekebisha tufanye nini? Tuweze kurekebika ili tuweze kufanana na nani? Na Yesu. Tuachane na roho ya hasira. Tuachane na roho ya ulipizaji nini? Kisasi. Kisasi tumwachie nani? Yesu. Tumsifu Yesu. Kwa hivyo mimi yangu ni kama roho anishuhudia hiyo, ni kama ndiye aliweza kunipatia. Kama hakuna lingine itabidi niweze kuacha hapo. Tumsifu Yesu. Lakini sasa ni wakati wa sisi wenyewe kufanya nini? Kujichunguza. Biblia imezungumzia kuhusu ndoto, imezungumzia kuhusu mambo ya toba. Wengine tumesengenya watumishi, tumeingilia maisha ya kibinafsi ya watumishi, tumeongea kuhusu watumishi. Yesu alisema ametupa nafasi ya kufanya nini? Ya kutubu.